katika kasumba nyepesi watu tunaamini vijijini au umwe tofauti na mijini, ambacho kimsingi kijijini mtu anakuwa yuko peko, si ndio? Anakwenda shamba peko, atatoka tena peko, anakanyaga sehemu. Kumbe ile hali anapokuwa anatumia miguu zaidi bila viatu au bila uvao wote kwenye miguu yake, huwa anagusa hizo viungo vyake vya ndani. Akivigusa viungo vyake vya ndani, anavifanya viwe active. Umeona? Tofauti na mjini. Wakati mjini katika hali ya kawaida mtu unaishi kwenye nyumba ambayo ina cement na tiles, ambapo naturally hizi hata ukiziona katika hali ya kawaida ukanyaga baridi, unazifeel ile baridi. Zile zinapelekea mfumo wa mwili wa binadamu huo unapoa. Umeona? Sasa ile kupoa au ile kutuliza ile mfumo wa binadamu, wa especially mzunguko wako wa damu, ni rahisi kukumbwa na maradhi mbalimbali. Wewe binadamu unaishi kwa kula, kwa kunywa, na kama hivyo unasema unaishi kwa nyumba ambayo ina tiles, ukishapoza damu ni rahisi kupata maradhi kwa namna. Kozi mfumo wako wa damu utaingiliwa na changamoto za mafuta, cholesterol na kadhalika. Okay. Ukishaingiliwa hapo kwa namna moja nyingine ni rahisi kuwa attack na maradhi mbalimbali. Sawa. Vitu gani ambavyo utakiwa kufanya kuweza kutumia kabla hujafanya huu mkeka tiba, ili sasa mtu aweze kuelewa vitu gani ambavyo anatakiwa kufanya, lakini vitu gani ambavyo anatakiwa kufanya kabla ya kupata mkeka tiba? Zungumza katika dhana ya mashuleni, especially zamani tulikuwa na taratibu zamani ili mtu anaamini ili akeshe lazima miguu iwe kwenye maji. Hiyo ni dhana ambayo logically inakuonyesha kwa kiwango gani unyayo una nguvu wa kufanya wewe uamue kulala au kutokulala. Muone hiyo moja. Lakini pia na kwa mfano mwingine wa maana ya haraka tulio wengi waga tukilala usiku watu wanapambana sana tufunike unyayo, cause usipofunika unyayo baridi kaingia kwenye mfumo wako kupitia unyayo, ikiingia kwenye damu, ikiingia kwenye moyo, waga inakata usingizi kabisa ile hali. Wewe unapambana uvae socks au ujifunike unyayo ndio utaweza kulala. Sasa hii ni dhana ambayo au ni kitu ambacho kipo kinakusha unyayo ndio kila kitu. Sasa tukirudi kwenye utaratibu wa kuutumia, ni vema ukiamka empty stomach, ndio akati hujapata chochote, labda utachukua kikombe cha maji ya vuguvugu kimoja, glasi moja au mbili. Then kuna ile mkakatiba tunaotoa, tunakupa ile stopwatch yake. Ile unaweza kuiongoza, kwa maana ukiseti dakika 15 utaiweka dakika 15. Asubuhi utatumikisha miguu yako, utatembea hapo kwa jogging, utakwenda kurudi dakika 15, umemaliza unatosha, ingia na shughuli zako za kila siku za kawaida. Vivyo hivyo jioni, usiku, baada ya kupata chakula na kabla hujaenda kulala, nusu saa kabla, fanya vivyo hivyo kwa dakika 15, weka stopwatch yako, umemaliza, endelea na shughuli nyingine. Lakini kutwa nzima hapa katikati at least umekunywa maji usipungua lita 2. Kama nilivyosema awali, maji yanahusika sana katika uumbaji wa kinga za mwili zote, iwe cells, iwe muscle, chochote inahusika na maji. Ni kina nani hasa ni wahusika wakuu wa kutumia mkeka tiba? Sasa kundi la watoto. Unajua siku hizi especially mijini, kama nilivyosema awali, mjini mtu hana nafasi ya kwenda kutembea usibarefoot, yani kutembea peku. Anatembea kwenye tiles, anatembea kwenye cement na kadhalika. Kama nilivyosema awali, kuziactivate au kuzirutubisha hizo cells, umeona, za kuona vizuri, akili iwe active, kwamba mtu ana kumbukumbu nzuri, umeona, moyo wake hujakumbwa na madhira yoyote, umeona, misuli yake haikazi, hayumi, magoti yake, viungo vyake havijapoteza ile ute, kiasi kwamba vianze kusagana, viete maumivu na kadhalika. Ni vema akamtengenezea mazingira mazuri mtoto wake, viungo vikao active muda wote, sio hata vinginevyo ataangeka sana hospitali. Sasa pia muda mwingine kuna kaya ambazo zina watoto ambao wana autism, usonji na hiyo. Ni vema sana pia waka-apply hii mkakatiba. Hiyo kundi la kwanza. Lakini kundi la pili, katika lika yoyote ya ujana na uzee, ni kundi ambalo na nyenye nzuri sana kutumia. Cause usisubiri uumwe ndio uanze kujifanyisha mazoezi. Cause uzuri wa mkakatiba haina madhara baada. Yaani ina faida kwa 100%. Wewe binadamu kwa namna moja nyingine, mkeka unapenda au unaweza kufanya jambo moja kubwa sana katika mfumo wa chakula. Kila yote anayeweza kutembea peko kwenye kokoto zilizowekwa kitaalamu kama ukiweza. Kwa sababu mkakatiba ni mfumo wa kokoto, mauram, lakini zimepangwa kidaktari ziweze kugusa hizo point. Huwa inarahisisha mmeng'enyo wa chakula uwe sahihi. Nini faida ya kuwa na mmeng'enyo sahihi wa chakula kuwa sahihi? Mmeng'enyo wa chakula kuwa sahihi ni kwamba wewe umekula asubuhi, umekula mchana, umekula usiku na umekunywa vitu vingi. Ukiweka kwa pamoja vitu unaweza kufika mpaka kilo na zaidi. Lakini unapataje choo? Kozi lazima binadamu uliye kamili lazima upate choo.
choo ni moja njia kuu ya binadamu kutoa sumu mwilini kuliko njia yoyote. Namba 2, especially choo kikubwa. Namba 1. Namba 2 ni choo kidogo. Namba 3 waga ni jasho. Tulio wengi tuna emphasis kwenye jasho. Lakini katika mazingira yako ulio kawaida, ukiona mtu apati choo kikubwa, ana nafasi kubwa sana kupata maradhi. Kwa sababu unakula, ule uchafu unaenda wapi unaobaki? Umeona? Ni lazima utatafuta kichaka ndani ya mwili wako, utaenda kujikusanya hiyo mahali. Na ikishafika time, sasa ikishakuwa haina namna, ndio inaleta maradhi mbalimbali. Ndio maana mtu akipata changamoto 2-3 za mwilini mwake, huwa cha kwanza kidaktari unamkataza usile nini. Tayari kwa vile mfumo wake wa mmeng'enyo hujakaa sawa. Ndio maana tunaambia usile nini. Lakini light kama mmeng'enyo wake chakula ungekoko katika namna sahihi ya kibinadamu, ungesingataza hivi. Hata mtu akiwa na kitambi, akiwa mimi nataka nipungue, nenda hata mtaani tu kwa Masai tu, ndio maarufu kwa dawa, si ndio? Masai atakupa dawa ukaharishe, akupi dawa kufanya jambo lingine lolote. Kumbe sumu au mafuta au chochote ndio kitoa mwilini, lazima uende kwa njia ya choo. Sisi tunapatikana hizo Oysterbay, Dar es Salaam, lakini kwa sasa tuko Moshi mjini ndio ambao tuko kwa muda wa mwezi mmoja tu. Tulianza tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 10 mwezi wa 10. Tuko Moshi mjini karibu na Seme Kahawa House. Kuna jengo la pili pale linalofuata. Zamani kwa kuna ile supermarket inaitwa Nakumatt au Viva supermarket. Pale nje barabarani kabisa. Utaona kuna matenti yamewekwa ya kama ya majani vya asili ya kimajani. Utaona tuko pale nje. Kwa nje ya ile parking ya. Hivi vitu akianza mazoezi haya kutumia huu mkeka, tunataka baada ya mwezi wiki 4 akatiki. Konzi dozi rasmi ya mkeka ni mwezi mmoja lazima utumie kila siku. Baada hapo ndo tutashauriana, okay, bwana vile vilivyo mmeviandika vingapo umetiki havipo tena. Umeona? Okay. Yes. Sawa. So far paka sasa hivi sianza kuepo ziezi 2-3, lakini 95% watu mtoa shuda mkubwa sana. Yani kwa mtu ambaye anajua labda ameshapata stroke, mtu ambaye ameshasana miguu kwenda waka moto, mtu akana ganzi, kuna hadi wataalamu wa kienyeji wanafanya somo hili kwa njia nyingine. Unajua tunasema hili somo kitaalamu inaitwa physiotherapy au reflexology, ambalo mtu kuna kaya zetu nyingi tunatumia sana, unaona kwa wazee wanatumia sana mikono kukusugua miguu au kukusugua viganja vyako mpaka mtu anapona kupitia vifaa mikono maalum au kifaa maalum ambacho kimetengenezwa. Ni kitu hiki ambacho kinatokea hapa. Okay. Kikweli ukishakuwa nao huu katika familia yako, ni vema wakati wewe mwenye changamoto unatumia ukaruhusu watu wengine pia nyumbani wakatumia. Lakini kuna makundi ambao kutoka nyumba inabidi wasitumie. Ndio. Makundi ambao atakia kutumia mtu mjamzito peke yake atumie. Tumesema hii ni kitu inatibu viungo vya ndani kuja nje kukaa sawa. Ujauzito upo ndani, automatically itaanza kuleta matokeo ambayo sio sahihi. Kwa ni vema mjamzito asitumie. Kundi la pili, katika utaalamu wa changamoto tunazoza maisha za moyo na kadhalika, kuna baadhi ya watu wanawekewa kibetle au pacemaker wanaita kitaalamu. Pacemakers. Yes, kwenye moyo kusaidia kusaidia msukumo wa damu. Sasa mkeka kwa tunasema effect yake kubwa ni kuongeza msukumo wa damu. Ni vema pia eneo kundi na nyele kaka pembeni lisitumie mkeka. Lakini pia kozi hiki kitu kinahusiana na uumbaji wa ndani. Tunasema kundi la 3 ni vema wakina dada, wakina mama, kipindi cha zile siku zetu za wanawake, ni vema na hizo siku akawachamu kuachana na vinginevyo itambadilishia utaratibu na kadhalika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko powerful na, lakini tunasema mwanzoni kozi tayari kwenye kujiwekea mwili sawa ni mwezi mmoja bila kuacha kila siku, lakini haimaanishi baada ya mwezi mmoja unauacha. Huu ni mkeka ambao utatumika hata miaka 5 kwenye familia. Lakini baada ya hapo tunaamini zile changamoto kwa zimeisha. Kwa utaendelea kuutumia kwa maana kujiweka katika nafasi nzuri ya kiafya. Utaacha tu mwezi mzima ni kila siku, lakini baada ya mwezi mmoja kwa wiki jiwekea utatibu hata mara 3, mara 4, sio mbaya. Haitakuwa tena katika namna ambayo ya kutibia. Kwa hiyo utaendelea kuishi kwenye nyumba ile yenye cement, yenye tiles. Unaendelea kuishi kwa kula na kunywa ili uende kuishi. Malazi yataingia upya. Umeona? Kwa hiyo lazima ujiweke katika nafasi ya kujiweka katika nafasi nzuri ya kiafya kwa kwenda kutumia. Kwamba hiyo kinga sasa sio tiba tena. Hiyo ni kitu ambacho kinazuia. Okay. Yes. Hivi nikiununua, nilitamani sana kama angeweza kutusaidia hapa. Nikisha ununua nimelipa fedha hiyo kulingana na mabadiliko ya bei ambayo yapo. Ndio. Ndo nitadumu nao forever and for always. Si chini ya miaka 5. Si chini ya miaka 5. Muda mwingine unaweza kumwambia mtu
nenda labda mtaani, tembea hata kilomita 10 peku kidogo, inakuwa jamii itamuonaje? Yani tunaishi dunia ambayo kimsingi kwa namna moja au nyingine ina changamoto. Katuishi kijiji, yani uishi wewe kama wewe. Mkuu unasema nikasema bwana, nenda kwa siku ufanye zoezi la hesabu watu 1000 10,000 labda. Fanya zoezi la kutembea watu 10,000 bila viatu. Watu 10,000 bila viatu, ni lazima uwe unasema mbona labda mnazunguka mtaani. Jamii yako itakuchukuliaje unazunguka mtaani bila viatu? Kama unaweza ni jambo jema, kama utaweza ni jambo jema. Cause unyayo una nguvu wa vitu vingi sana. Ndio maana hata kimtaani tunakopaga sana mtu akichukua ulipokanyaga. Yaani mimi nimepita nimekanyaga na kuna mtu tena amechukua ile mchanga sehemu ile kanyaga. Unadhani tunaogopa kwa sababu gani? Eza tujue au tunajua, lakini unyayo ni kwamba umebeba kila kitu kwenye mwili wako. Yaani mtu akichukua ulipokanyaga ni kwamba amechukua macho, amechukua moyo, amechukua kila kitu cha kwako. Okay. Umeona? Sawa. Yeah. Andrew, wakati tunakwenda ukingoni mwa mazungumzo yetu hapa, labda tufahamu sasa kutokea kwenu kampuni ya Happy Korean Products. Tangu mmekuja Moshi, mwitikio ukoje? Tunashukuru, ni mzuri. Nisongea wangu. Okay. Tena mzuri sana. Ni mzuri sana. Kwenye utikio ni mzuri sana, lakini unajua kuna kitu kimoja ambao wote unajua elimu haigombani. Yaani dunia imebadilika sana. Dunia inataka mtu ambaye anakuwa open mind, anajifunza. Wewe mwenyewe mtu akishakuwa nyumbani, mtu leo umekwambia una nafasi uko mbali, labda una nafasi ya kununua, unakupa elimu juu ya unyayo. Ingia kwenye simu, tunaanza hizi, soma nguvu ya unyayo katika kutibu maradhi. Soma nguvu ya mazoezi kupitia unyayo katika kutibu maradhi. Anza utaratibu huo. Umeambiwa labda usitembee peko kwenye tiles kwa cement au vata ukishindwa kabisa vata socks muda wote. Ni kitu ambacho chepesi sana. Usisubiri tu kwamba kwani ina faida gani. Ukiona sawa haina faida sawa, lakini kama ukiweza kufanya katika namna ambayo ni sahihi kwako mbadala, tunasema off hiyo. Unajua mtu mwingine unapochukulia mazoezi vijana, asilimia vijana, mimi tayari ni mtu mzima bwana, mimi ni mzee. Kwa unapoongelea vijana, yeye anajua tu nikienda gym ndo naenda kufanya mazoezi. Lakini kumbe kuna mazoezi mengine ambao hayo mazoezi mengine yanaenda kwenda kutibu vitu vingi katika mwili wake, na sio kwenda tu gym kwenda kunyanyua vyuma, mwisho wa siku anajazia katika mwili lakini hamna faida yoyote. Lakini angefanya mazoezi mengine kama kutembea, ambao ni mazoezi rahisi tu na sio magumu, mwisho wa siku yanaweza kumweka yeye anakuwa yuko fit, lakini anakuwa ana afya njema zaidi. Andrew, swali la msingi unaweza kulijibu, lakini hicho anachokisema hapa pia ni utashi wako mwenyewe kusema kwa jinsi unavyomuona. Hiyo lingine mama ni mwache nalo. Aishi nalo. Karibu. Asante. Sasa kimsingi ni kama naishia maneno muda fulani Naam. Lakini labda nilizungumzie kwa maana hiki kitu bwana, kama tunavyosema au malizo yake alivyoulizia, sio? Ni vema zaidi, especially wewe kijana, wewe mzee, umeona juu huyo unyawe, ni vema tukajiweka practice zaidi katika vitendo zaidi kuliko kujihusisha katika namna nyingine zaidi. Nikisema tunatakiwa tufanye mazoezi, yani kwa namna moja nyingine, especially hata kuna jambo ambalo zungumzia labda kutembea peko mtaani, especially unatembea eneo gani, eneo la pressure point. Yani pressure point Kiswahili niseme hizo viungo vyote ambavyo tumejaribu kudiscuss na kujadiliana hapa unavipata kwenye unyayo wako. Ndio maana lugha nyepesi kabisa au kwa namna nyepesi kabisa kwa wao wazee ambao wamewajiamu kuzungumza kama yeye, waga wanazingatia sana mtu kama ikifika safari wao wanaangalia sana miguu inapoa, inakuwa baridi kabisa. Sasa ile nguvu ya kujua kwamba mguu unaenda kufanyia kitu, ndio hiyo nguvu ambayo sasa ukiwa hai itumie nguvu ya miguu yako kukaa sawa.